Okay, vile mnajua ni bunge president, wengine wanaita ghetto president, bunge la wananchi Kenya mzima. Nilikuwa nataka kuongea leo mambo machache. Leo ni Sunday. Kitu ya kwanza, najua watu wengi wameshinda vizuri, wale wako na mambo kadhaa nini na nini, hizo ni kawaida. Yale nimekuja niseme leo ni hii, especially nataka kuongea na vijana, na tena nataka niongee pia na hizi mambo ya deputy president anaongea, ku-criticize Raila, ku-criticize Matiang'i na vitengo za serikali. Mimi kitu ya kwanza nilikuwa nataka kushukuru, pia nataka kuongelea mambo ya Sabina Chege, Gladys Wanga na Beatrice Elachi na Shebesh. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi jamani, kwa upande ya vijana wetu. Vijana sasa hivi mnaangalia wakina Shebesh, Elachi na akina Gladys Wanga, akina Sabina Chege waliweka mkutano huko Catholic University ambayo iliatendewa na Mama Ida Winnie Odinga na akina Rosemary Odinga na mama wetu wa taifa Mama Ida Odinga, first lady, the fifth first lady, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa hivi vijana nyinyi mnakaa, ni kazi yetu ni kupiga makofi na kushangilia. Wale wa mama juzi wameita Raila Odinga, wakamwambia vile wanahitaji, baba pia akawaahidi vile atafanya after kuchukua president 2022. Sisi vijana, mimi naomba wale wako kwa upande ya vijana ambao wako upande ya Jubilee na wana support Raila Odinga, vijana ambao wako upande ya ODM na wana support Raila Odinga, tuko na vijana ambao wako kwa structure ya Jubilee, unapata ni treasurer, ni secretary, ni nini upande ya Jubilee. Iko the same, iko vijana ambao wako kwa leadership ya ODM. Hasa mimi naongelelea wale vijana ambao wako kwa structure ya Jubilee na wako kwa structure ya ODM but wana support Raila Odinga. Sisi tukikaa tu bila sisi pia kukaa na Raila Odinga, tumwambie shida yetu itakuwa wapi na atatusaidia aje yeye akichukua president, ili sisi tusikampeni tu, tusizunguke tu, tusislap watu tu, na wewe hautakaa juu ya meza, wewe utakaa kando ya meza. Ni wakati sisi vijana pia lazima tukuje, wale vijana ambao wako mtaani Dandora, Korokocho, Mathare, Ruma, wale wana support Raila lakini wako kwa structure ya either Jubilee ama ODM, ni wakati lazima tukuje pamoja na sisi pia tuweke mkutano yetu. Hata kama tunaweka Jivaji, hata kama tuna pesa ya hall, hata kama tunaweka City Stadium, tuongee nani kanani watulipie City Stadium. Sisi baba kuje huko, tuseme shida ambayo, challenges ambayo vijana wako nayo, tuseme shida ambayo inatuface, ili sisi pia baba Raila Odinga tuwaambie sisi after kuchukua president, wangapi watakuwa ambassadors kutoka kijiji, wangapi watakuwa kwa chairman ya board kutoka kijiji, wangapi watakuwa nominated, wangapi watakuwa MCAs, wangapi watakuwa senate, wangapi watapewa ticket ya women rep. Kwa sababu tukikaa hivi inamaanisha akina Shebesh, akina Sabina Chege, akina Elachi, akina Gladys Wanga ndio watajipanga wazidi kuendelea, na sisi tumekaa, na si makosa yao, au wameanza kujipanga. Na sisi sasa hiyo tumekaa, sisi tukiwaona tunawaitisha ya wetu ya macho, utupee ya macho, utupee ya mapua, utupee ya masikio. Na unasahau hii anakupea 15,000 leo, anakupea 5,000 leo, anakupea 10 leo, anakupea 1,000 ama 2 leo. Tena kitamba kupate tena akupea 2,000 ni after election ya 2027. Kama uko na 30 years saa hii, kijana umechukua hiyo 1,000, uko na 30 years na ukuli vizuri na ulali mapema na unakula kibahati, umaanisha ya kwamba 2027 sura yako na ID itasema vitu mbili tofauti. Sura yako itakuwa nasema wewe ni mzee, ID nasema wewe ni kijana. Sasa hiyo Gladys Wanga, Beatrice Elachi, Sabina Chege, kina Shebesh watabaki tu kama ni warembo, ni mamanzi wa Nairobi, ni manzi wa Homa Bay, hao ndio watazidi tu tukiwaendelea kuwasikiza. Si mbaya kuwasikiza, lakini mimi naomba vijana, hata kama tuko na shida, tusiwale shida yetu kwanza, sisi pia tupiganie stake yetu katika hii serikali ya Raila Amolo Odinga. Tupate youths ambao wataturepresent kwa Senate, tupate youths ambao wataturepresent kwa Assembly, tupate youths ambao wataturepresent kwa National Assembly, na tupate youth wetu kama wakina Anita ambao wameamua kusimama kama women rep, turari nyuma yao ili tuwasaidie, kwa sababu tuwasaidie kukampeni, kwa sababu tumeshapotwa. Wakina Shebesh ndio alikuwa first women rep kwa new under new constitution. The second one ikakuwa Beatrice ikakuwa Pasaris.
ya tatu sahi ni Omanga. Hao watu wote ni watu sisi wametoka sasa kwa familia yao, watu washaenda. Sahi mtu kama Omanga anakaa Lavington ama anakaa nini, Shebesh anakaa pia area Lavington, Pasaris ni mtu anakaa mali pazuri. My friend, tuchukue sasa sahi, tuchukue msichana ambayo pia anakaa Kawangware, tumsukume ili hii uongozi isikuwe tu ni uongozi tunapeana tu uongozi kwa watu wako nayo, tupee pia mtu mwingine tumsukume. Hiyo ndio mimi naomba vijana kutoka kila mahali Nairobi, please tukujeni pamoja. Hivi tutachukuliwa kama sisi ni goons, tutachukuliwa kama sisi ni beggars, na tutabeg mpaka lini? Wacha tubeg kama watu wetu wako hapa ndani. Mambo ingine, mimi ningeomba wale wako close na baba, tafadhali baba, consider wale vijana ambao wako mtaa, au vijana kana au wasikize. Au ndio vijana William Ruto anadanganya na Wilbaro na mkokoteni na kusema kazi ni kazi. Unaona, anadanganya hao vijana, na unajua vijana wako na shida. Wakiambiwa tutawapea milioni moja, wajui ya kwamba milioni moja kwa watu 100,000, kila mtu anatoka na pesa ngapi hapo? Hawaoni hiyo. Hao wanaona 1 million, hawajui kama mtu anatoka na 100 ama mwingine anatoka na 2,000 ama mwingine anatoka na 1,000. Unaona, hao vijana wengi ambao wanatoka mtaa baba Raila Amolo Odinga, kutoka Dandora, Mathare nini, hao vijana wako na pikipiki wengi. Wale vijana wako na pikipiki, hizo pikipiki ni loan, si wamenunua. Hao vijana ni pikipiki zao ni loan, na hizo loan wale wanafaidika through hizo pikipiki ni bank, kama government through President Uhuru Muigai Kenyatta, ili hao vijana wa pikipiki wadanganywe eti hii serikali tunaenda kuunda na pikipiki. Vile deputy president akipata na watu wa pikipiki anasema eti hii serikali nataka kuunda na watu wa pikipiki, nataka kuunda na watu wa mayai, nataka kuunda na watu wa kahawa. Wanadanganywa juu watu wa pikipiki wengi wamechukua pikipiki na loan. Mimi ningeomba President Uhuru Muigai Kenyatta na ningeomba Raila Amolo Odinga, challenge ambao vijana wako nayo ni loan. Bank inakula pesa mingi kwa hao vijana. That's why kijana akigongwa, kijana wa pikipiki akikimbia wrong side agongwe na gari, wanakujanga na hasira kuchoma gari. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu anajua hiyo pikipiki yake ni loan. Sasa wanaungana watu wa loan wachome gari. Unaona, mimi kama President Uhuru Kenyatta ungeingililia, niongee na bank warudishe percentage kidogo chini yao vijana wako na pikipiki, walipe juu. Unapata kijana anakaa na pikipiki anashindwa kulipa, ameshapea bank pesa kidogo, tena bank inakuja kumnyang'anya tena hiyo pikipiki, kijana atarudi kuingia kwa crime. Narudi mambo ya stage. Vijana wengi wale wanafanya kwa stage au makanga, wale vijana wanakuanga madrivers, wale vijana wanajaza magari, wengi wao ni vijana ambayo walikuwa reformist. Wengi wamekuwa waizi, wengi wamekuwa wakora, na wakakuja wakafanya nini? Wakabadilika. Sasa zile serikali inakuja inashika hawa vijana kwa stage, badala wawekee mpango mzuri, wanakuja wanashika kijana ambaye ana survive na mbao kwa stage. Unamshika, unaenda kumpiga bonde ya 20,000 kwa koti. Unashika mtu kwa sababu hana uniform, unampiga 30,000 kwa koti. Hiyo unapeleka kijana, unapeleka industrial area, unaharibu maisha yake, unaharibu familia yake. Government ya Kenya wangetafuta mbinu ya kuhandle hii situation, kwa sababu vijana wengi wanahangaika na hiyo kitu, na vijana wengi wana survive kwa hizo biashara ndogo ndogo, ndio vijana wana survive nayo, na unapata bado government wanawafrustrate na maaskari kwa hizo mabiashara wanafanya. Mimi kama bunge president na mimi kama ghetto president, hizi ndio issues ambazo tunafaa tu address mbele yako Raila Amolo Odinga, ambayo utakuwa president wetu 2020, kuanzia 2022 wewe ndio utakuwa president yetu. Mimi kama bunge president ninge address na hao vijana, wangeletwa tukuwe na mkutano ambayo wana address issue zao. Maskari waache kuangaisha kwa stage, watafutiwe kijana akishikwa na kesi kama hiyo, badala apelekwe ndani anahukumiwa nje, anaambiwa wewe ukiamka asubuhi unaenda kupiga Kilimani pale Kilimani Court duster kwa wiki moja, unawachiliwa, anarudi kama amenunua uniform. Unaona, lakini ukimchukua ukimpeleka industrial akae huko juu ya 20,000, akae 2 months, umeharibu familia yake, atarudi apate huo bibi yuko, unaharibu, umevunja hiyo ndoa kabisa, na yeye pia umeharibu maisha yake. Kwa nini uharibu maisha ya watu wengi? Kwa sababu kitu tu munge solve vizuri. Hizo ndio vitu ambayo serikali inafaa address. Mambo ya watu wa pikipiki, bado unapata pikipiki inatoka mali kama Kawangware, amepata customer anaingiza town, kanjo inakuja inamshika, inampiga bond ya 10,000 ama pikipiki yake iende. Huyu kijana ako na loan, umeshika pikipiki yake, unatarajia akupe 10,000 ndio awachilie pikipiki, ama umpe 3,000. Hiyo pikipiki yenyewe yeye kupata hiyo 3,000 per day ni ngumu.
Hizi ndio vitu ambayo sisi vijana tungetaka president wetu Raila Amolo Odinga ama president Uhuru Muigai Kenyatta tukae chini, ili hii serikali ambayo inaenda kuundwa tusikae watu wa kupiga makofi kwa serikali, lakini tukue part ya serikali ambayo inaundwa, kwa sababu tumeona serikali mingi sisi tukikaa tu kando tukivaa manguo tukipiga makofi, lakini watu wakishaunda serikali tunawachiliwa nje, tunahangaishwa na government. Mambo yingine, mimi nimelelewa kijiji, nilitoka Korokocho Kisumu ndogo nikakuja Kaloleni, sasa nakaa hapa Mukuru Kayaba. Mukuru tumeenda mpaka kwa Jenga. Juzi umeona vile watu wengi kama Mukuru kwa Jenga, Mukuru Kayaba, hakuna mtu ajui, iko watu wamelelewa huko. Yeye ni Mkikuyu, anasema eti yeye ni Mkikuyu wa Murang'a ama Kiambu ama wapi. Iko Mjuluo anasema yeye ni wa Siaya. Mwingine anasema yeye ni Mkamba wa Kitui ama Mwingi, lakini kwao ajui. Yeye mali anajua ni hapo Mukuru. Yeye ajui kwao, anajua kwao ni Coach. Yeye ajui kwao, anajua kwao ni Kariobangi. Huyu mtu serikali inaamka asubuhi, wanamwaga mtu, watu wamevaa nguo ya red, kofia red, wanakuja wanawabomolea na tingatinga. Hao watu wanaenda wapi sasa zile mnakuja kubomoa? Na unapata eti mtu anabomolewa juu ya muhindi fulani amekuja amepeana pesa kwa county government, ama amekuja ameclaim kwa koti, wamepewa order, anakuja kubomoa mtu ambaye amekaa hapo more than 40-50 years, amekaa hapo ndiye anajua ni kwake na hajapewa alternative mali anaenda. Hiyo government wajaribu maisha ya hao watu, ameharibu maisha ya hao watu. Unapata baba ya mtu atakufa na stress, kijana aingie uizi ya survive, msichana aingie mambo ya umalaya ili ya survive. Government lazima wajue vile wanaenda vitu zingine. Hii kitu ambayo ilifanyika Mukuru, mimi kama ghetto president sijafurahia na sijafurahia General Mbadi, lakini juu governor Kanani wako kuwa sasa, inaweza ambia governor Kanani, tafadhali vitu kama hizo lazima muangalie kabla muende kufanya upuzi kama hizo, kwa sababu eti muhindi fulani kama ile ya Mukuru, huko Mukuru kwa Ruben ni ya muhindi, eti inasemekana ni shamba ya muhindi. Muhindi ametoka huko kwa Indian, anakuja kuangaisha Mjaluo, Mluya, Kisii, Mkamba na Mkikuyu ambaye amekaa hii Kenya. Yeye hajaona sisi tukienda kubomoa huko India. Yeye anakuja hapa juu akona pesa na kala yake imekubali ni juu. Africans tulikuanga na kasumba fulani. Ukiona mtu akona ngozi nyeupe, hata akinyanyasa ndugu yako unapiga makofi juu unaona mtu akona ngozi nyeupe ako right. Hizo ni vitu lazima tutoe. Africans tuko na right ya kukaa nini. Yeye mwenyewe ndio nafaa tumwambie kama ni ngumu rudi kwenyu, government amrudishie pesa aende atafute shamba ile zingine. Si kukuja kufrustrate wale wanaishi hapo. Mambo yingine, juu nimeishi kijiji, najua kwa nini vijana wengi wanaingia crime. Ukiangalia sasa, ukitembea usiku huku utembee nini, ukiangalia wale wasichana sasa wanasemanga watu wanaita na lugha mbaya eti wanafanya malaya. Hao wasichana wafanyangi malaya. Hao ni wasichana wana survive na Quickmart na Naivas yao ama Nakumatt ambayo Mwenyezi Mungu amewapea. Kwa sababu nini? Wale wasichana wanajiuza kutoka vijiji Kayole, Dandora, Korokocho, Huruma, Madhari, hata wale wanatoka Rongai. Kwa 160% ni wale mabwana zao waliuliwa. 60% ni wale mabwana zao walikuwa waizi, walikuwa nang'ang'ana vile wanatoka kwa maskini, kwa ile hali wamepigwa risasi, wengine wamepelekwa jela, wengine walipata nini, na majority ni wale mabwana zao waliuliwa. Juu unapata sasa hii wasichana wale wanakuja kujiuza. Hata ni msichana hawezi kukuambia ubai CD, ukimbaia pombe, ubaie kuku na chips na umekubali kumpea pesa kidogo, akuulizi mambo ya nini, mambo ya CD. Yeye kitu najua, ukisema maliza ni shughuli, kitu nakuuliza kama atapata pesa ya kununua P2, apige hesabu ya kupata nini, AIDS. Unaona? Na hii yote inatoka kwa sababu gani? Huyu msichana bwana yake alikufa na amemwacha na mtoto mmoja ama waacha na watoto wawili. Lazima huyu mtoto survive, lazima leo huyu mtoto wake. Huyu mtoto wake pia environment ambayo anamlea, chances za huyu mtoto kukua muizi iko juu. That's why unapata vijana wengi mtaa hakuna mtoto anajua baba yake, kwa sababu unapata mama alizaa kama kuna 14 years, anafika 30 years ama 27 years, mtoto wake ambaye alizaa na 14 years iko kitu kama 12 years. Wote ni Bogigenje, wanaongea lugha moja, Sheng wanaongea ni moja. Huyu mtoto kwa nyumba yao, mama yake akikuja, mtoto akikuja kwake kwa nyumba, mama yake anamwambia huyu ni anko. Yeye ajui baba yake, anajua watu wote anakuja kwa hiyo nyumba ni maanko. Huyu mtoto ana grow kama ajui kitu anaitwa baba. That's why mtoto anaanza vuruga mtoto juu ajui baba, yeye anajua anko. Juu mama yake amemgrow akimwambia huyu ni anko, huyu ni anko, huyu ni anko. Na hao ndio wengi kwa hizi mavijiji. Hao watu wamelelewa design hiyo. Unaona? Wana grow kama wana heshima, wana grow kama wako na roho imechafuka, wana grow kama kukufa si lazima ishi. Yeye kukufa yake ni sawa tu, kwa sababu environment hajawa favor.
government jawa favor, hii kufavor mama yake na yeye ana nini ya kumfavor. That's why unapata unafika mahali anaacha shule. Unaona, mimi nauliza government, nyinyi mtakuwa na mpango gani ili hao wasichana kama hao wakuwe na ops? Tulichagua kina Pasaris, hawajapea hao wasichana ops. Ni fitina tu, wakienda mahali ni kuambia msisae watoto wengi, msisae nini wengi. Mimi nasema kama bunge president na kama ghetto president, tafadhali Raila Amolo Odinga, meet na hao vijana, tulete shida zetu tukuambie, na sisi pia mtuahidi nyinyi after kurali na nyinyi mtatupea nini, kwa sababu hatuwezi kuwa tu kila siku sisi vijana wanakuwa tu watu kupiga makofi. That's why turnout ya kura haijakuwa mingi. Vijana wengi wanaona wanachukua kura ya nini? Kama mama yake kufaidika, yeye hajafaidika, watafaidika njia gani? Na mimi naambia vijana, na naomba Shebesh na Beatrice Elachi na Ann Kananu mpange hii mpango ya Raila Amolo Odinga kumit na vijana kutoka Dandora, hata kama ni watu 30, Kibira watu 30, Mkuru watu 30, Kayole watu 30, ili sisi tukuje wapeane maoni yao, ili tujue ya kwamba tunaenda Kanaan sisi wote. Sisi tunaenda Kanaan, wengine wanakuwa watu wa kusukuma. Mimi naomba vijana, hii mambo ya kudanganywa, juu deputy president hana mpango. Yeye akikuja na tuambie eti hao watu wanatupangia, hao watu wanatuchorea, hii serikali lazima tuunde. Unaunda aje kama hajakupea agenda ambayo itakuwa ya kwamba utakuwa part ya hiyo serikali? Mimi niko na imani na Raila Amolo Odinga, na niko na imani ya kwamba vijana wetu wakipewa plan mzuri watavote na watadefend hiyo kura, wakingoja Raila Odinga kuapishwa. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.